Karibu Success Path Network, each one teach one. Naitwa Kalungu Psychomotive. Mimi ni mtaalamu na mbobezi wa afya akili, yani saikolojia. Hivi unafahamu kwamba hakuna siku nzuri kama siku ya leo na hakuna wakati mzuri kama sasa, lakini vile vile hakuna mwaka mzuri kama mwaka huu, na kingine hakuna mtu bora kama wewe. Leo nataka nizungumzie kuhusu matatizo. Ni swala ambalo limekuwa likiwatatiza watu wengi sana, na pengine kuweza kuwafanya wengine waweze kufanya maamuzi mabaya. Wengine wameondoa uhai wao, wengine wamegombana na watu, na wengine wamejichukia wao kama wao. Sasa kisaikolojia huwa kuna kanuni kama 5 ambazo zinaweza kumsaidia mtu kuweza kutatua matatizo yake. Karibu Success Path Network, each one teach one. Naitwa Kalungu Psychomotive. Mimi ni mtaalamu na mbobezi wa afya akili, yani saikolojia. Hivi unafahamu kwamba hakuna siku nzuri kama siku ya leo na hakuna wakati mzuri kama sasa, lakini vile vile hakuna mwaka mzuri kama mwaka huu, na kingine hakuna mtu bora kama wewe. Leo nataka nizungumzie kuhusu matatizo. Ni swala ambalo limekuwa likiwatatiza watu wengi sana, na pengine kuweza kuwafanya wengine waweze kufanya maamuzi mabaya. Wengine wameondoa uhai wao, wengine wamegombana na watu, na wengine wamejichukia wao kama wao. Sasa kisaikolojia huwa kuna kanuni kama 5 ambazo zinaweza kumsaidia mtu kuweza kutatua. Kuna wakati kwenye maisha yako utajikuta uko katika aina fulani ya mgogoro. Inawezekana mgogoro huu ukatokea katika mahusiano, au kazini kwako ukajikuta kwenye mgogoro, au wakati mwingine ukiwa kwenye biashara na mtu ukajikuta kwenye mgogoro, au wakati mwingine hata uongozini, unakuwa na nafasi ya uongozi na unajikuta kwenye mgogoro na namna fulani kati yako na watu wengine. Na kitu muhimu sana ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba mgogoro unapokuja, usipojua namna gani ya kuutatua, unaweza baada ya mgogoro mahusiano yako na yule ambaye umeingia katika mgogoro yakawa mabaya sana, au wakati mwingine anaweza kaimarika zaidi, na wakati mwingine ukajua njia nzuri ya kuweza kuishi naye. Nimeshakutana na watu wengi sana ambao wakati mwingine wako kwenye migogoro hata ya ndugu, unakuta mtu na ndugu yake, au wakati mwingine mzazi na mtoto wake, na migogoro hiyo imesababisha matatizo makubwa sana. Lakini jambo mojawapo la msingi sana ambalo ni muhimu kulifahamu ni kwamba kutatua mgogoro ni ujuzi ambao unaweza ukajifunza na ukawa nao kwenye maisha yako. Na ndio maana leo nataka ujifunze hatua 5 za kutatua mgogoro wote unaokukabili au ambao utakuja kukabili kwenye maisha yako, ili mgogoro usiwe chanzo cha wewe kufeli kwenye biashara, usiwe chanzo cha wewe kupoteza watu unaowapenda, na usiwe chanzo cha wewe kushindwa kutimiza malengo ambayo unakuwa nayo. Hatua ya kwanza kabisa unaotakiwa kuijua na kuizingatia unapokuwa unatatua mgogoro, tunasema